na lengo kubwa ni kuboresha miundombinu ya miji yetu pamoja na kujengea uwezo taasisi ambazo zinatoa huduma kwa wananchi wa maeneo husika. Na mradi huu umeletwa na serikali kuu, serikali ya awamu ya 6 kupitia mkopo wa masharti nafuu kutoka Benki ya Dunia. Na mkopo huu ni wa dola za Kimarekani milioni 410 ambazo ni sawa na shilingi trilioni 1.1 za Kitanzania. Na serikali kuu, serikali ya awamu ya 6 ilionelea ni vyema miradi hii ikagawanywa kwenye miji yetu mbalimbali nchini Tanzania, na tumepata kugawa fedha hizi kwa miji 45. Na katika miji hii 45 halmashauri ya manispaa ya Moshi ni mojawapo ya miji wanufaika, ambapo tumepata jumla ya shilingi za Kitanzania bilioni 22 na zaidi kama zilivyotajwa na watangulizi wetu. Kwa hiyo sisi halmashauri ya manispaa ya Moshi ni mojawapo ya wanufaika wa miji 45 ambayo serikali ya awamu ya 6 iliona ni vyema fedha hizi zikagawanywa tukaenda kufaidika. Kuna vipeperushi vimeonyesha majina ya miji wanufaika. Kwa hiyo kwa faida ya muda sitazitaja miji hiyo hapa, lakini mtaona miji hiyo katika vipeperushi ambavyo vimegawanywa. Na utekelezaji wa miradi hii umeshaanza, na tulianza kwa awamu 3 tofauti. Awamu ya kwanza ilianza utekelezaji mwaka wa 2023 na sasa hivi wanaendelea na utekelezaji. Halmashauri ya manispaa ya Moshi ni mojawapo ya miji 15 ambayo ipo katika awamu ya 2, na awamu hii miradi imeanza utekelezaji kuanzia mwezi wa 6 mwaka huu wa 2025. Na katika halmashauri ya manispaa ya Moshi mradi unaenda kufadhili utekelezaji wa miradi kama ambavyo nitaitaja hivi karibuni. Na miradi hii ni ujenzi wa barabara ya Ruwaichi hadi Njoro yenye urefu wa kilomita 6.9, na hapa tulipo ni sehemu ambayo eneo la barabara linaanzia eneo la Ruwaichi katika kata hii ya Ng'ambo. Na pia tuna barabara ya Pepsi ina urefu wa kilomita 1.25, na pia tuna barabara ya Shirimatunda kwenda mpaka Magereza ambayo ina urefu wa kilomita 5.1. Pia tuna uboreshaji wa mitaro ambayo imekuwa ni changamoto katika mji wetu wa Moshi. Mitaro hii ni mtaro unaoanzia eneo la ushirika, chuo cha ushirika, kupita Kizi Hotel mpaka Moshi Pazuri, una urefu wa kilomita 2, na pia tuna mtaro wa Kibong'oto ambao una urefu wa kilomita 1.9. Sababu na hilo, mradi huu pia utakwenda kufadhili ujenzi wa jengo la wahandisi wa majengo na barabara ambao watakuwa wanalitumia katika shughuli mbalimbali za utekelezaji wa miradi miundombinu ya mji wa Moshi. Kwa hiyo jengo hilo ni jengo la ghorofa 1 litajengwa, na nafurahi kwamba mkurugenzi ameshatenga kiwanja kwa ajili ya ujenzi huo. Mkandarasi kama alivyotajwa ni MS Harrison and Sons Limited akishirikiana na Peritus Exim Private Limited. Tunashukuru kwamba mkandarasi alipatikana ni mzawa, kwa hiyo tutakuwa naye kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa utekelezaji wa mradi huu. Na mkataba wa mradi huu ni wa miezi 15 kuanzia tarehe 1 mwezi wa 10 mwaka huu wa 2025. Kwa hiyo wakazi wa Moshi tunatarajia kwanza kwamba siku chache zijazo, siku 4 zijazo, kuanzia tarehe 1 mwezi wa 10 mwaka huu tutamwona mkandarasi akiwa site anaendelea na utekelezaji wa mradi huu. Na mipango mingine pamoja na uboreshaji wa miundombinu hii, mradi pia unaandaa master plan kwa ile miji ambayo haina master plan. Bahati nzuri manispaa ya Moshi tuna master plan ambayo tuliipata kupitia mradi uliopita wa Urban Local Government Supporting Program. Lakini miji mingine ambayo haina master plan, kati ya miji hii 45 tuna miji 19 ambayo tumeshaanza kuiandalia master plan. Kwa hiyo tunatarajia tutakapofika mwisho wa mradi tutakuwa na halmashauri za miji 45 wote watakuwa wana master plan. Pamoja na uboreshaji wa miundombinu, pia mradi huu una kipengele cha kujengea uwezo taasisi zote za wizara
TARURA pamoja na halmashauri za miji wanufaika kupitia mafunzo mbalimbali yanayolenga kuboresha utendaji kazi, ufanisi wa huduma mbalimbali wa jamii, pamoja na kununua vitendea kazi kama vile magari ya usimamizi na vifaa vya kuhuisha mifumo ya ukusanyaji wa mapato. Kwa hiyo sambamba na ujenzi huu, mkurugenzi wa halmashauri ya Moshi atanufaika kwa kupata magari 4 ya usimamizi kupitia mradi huu. Hitimisho. Mheshimiwa mgeni rasmi, mradi wa taktiki utaleta manufaa makubwa kwa manufaa yetu ya Moshi na miji wanufaika nchini. Uboreshaji wa miundombinu ya usafiri na biashara utawafaidisha wakazi na watumiaji wote, huku huduma za usafiri zikiboreshwa na kuwa rahisi kwa makundi mbalimbali. Pia changamoto za mafuriko zitaondoka kabisa na hivyo kuboresha maisha ya wakazi. Mradi huu pia utaongeza fursa za ajira, kuchochea ukuaji wa uchumi na kuboresha hali ya biashara katika maeneo husika, hivyo kuchangia maendeleo ya muda mrefu ya jamii wa taifa kwa ujumla, ambayo ndio sera mahususi ya awamu yetu hii ya 6.